Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe. Kazi ya manabii pia ilikuwa ni kuweka watu wafalme. Hiyo kazi haijaisha. Kwenye ulimwengu wa leo hatuna wafalme, tuna maraisi ambao manabii ni watumishi wa Mungu, kama walivyo wachungaji, walivyo mitume, walivyo watu wengine ambao kazi yao ni kujenga taifa pamoja. Kwa hiyo mahala ambapo mimi natakiwa niseme vitu, lazima niseme, tena niseme kwa usahihi bila kumumunya maneno, na ndiyo nafasi yangu katika taifa. Na hii nafikiri ndiyo sababu watu wamekuwa wakijaribu kuleta matukio kunifanya nikose sauti, kwamba tumpige Gwajima sasa hivi hata sema tena. Nataka kukwambia ndiyo nimeanza. Safari hii itakuwa kali kuliko ile ya zamani. Narudia tena, this time is going to be stronger than the other, na utajua kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo hizi image ambazo nimeziona zinajaribu kuwaleta wasichana mbalimbali, msichana huyu na msichana huyu na msichana huyu na msichana huyu. Ninaomba kila mtu atumie akili yake, kwamba ni mwanaume nani mwenye hadhi kubwa anayeweza akafanya kitendo cha kujamiana, ana rekodi yeye mwenyewe. Alafu rekodi yenyewe ukimwona mkono wake ni mkubwa wa bouncer, sio mkono wa kwangu, mkubwa wa bouncer. Bouncer amenyosha mkono na rekodi mwenyewe. Alafu baada ya kurekodi huyo mtu anatuma mwenyewe ili matokeo yaje yawe hapa. Hakuna mtu mjinga wa namna hiyo duniani. Hakuna mtu wa kurekodi mwenyewe akajidamage mwenyewe akatuma mwenyewe. Halafu haiwezekani mwili uwe wa mwingine na kichwa kiwe cha mwingine. Ukiangalia tu is simple logic, kwamba huyu mtu ameweka image mbili. Image ya kwanza ameiweka ya picha za familia ambayo ndiko kifua wazi. Nimespiga picha za familia nyingi za namna hiyo. Kwa mfano, picha mojawapo utaiona picha hii hapa ambao niko na mke wangu. Mke wangu usogea. Utaona picha. Tena hiyo picha hiyo ndiyo picha ya kwanza kabisa ambayo inatumika kama mimi nainuka. Hii ni kifua wazi hii hapa. Utaiona hii picha mke wangu huyo hapa. Tena bahati nzuri hii picha ina tarehe 20 mwezi wa 10 2008. Niko kifua wazi na familia yangu na watoto wangu. Kwa hiyo image nyingi ambazo zimetumika ni image za kifamilia. Familia tuna haki ya kupiga picha kama familia, lakini image za kifamilia zimeunganishwa na image nyingine mpaka mtu awakilishe jambo analotaka kuwakilisha. Ninajua uchaguzi unakuja, ni mwaka kesho. Kwa hiyo watu wana wasiwasi kwamba huyu bwana anaweza kuwa na nguvu sana ya kutupasua vipande. Tumpunguzie sauti yake kabla mwaka kesho haujafika. Humpunguzii sauti mtu hapa. Narudia tena, humpunguzii sauti mtu hapa. Isipokuwa ulichosaidia ni kwamba umewathibitishia watu kwamba mimi ni mwanaume kamili. Ndio. Amewathibitishia kwamba mimi ni mwanaume kamili. Kama pakilazimika kufanya tendo la ndoa naweza kufanya sawa. Ndio, hicho ndicho nilichothibitisha. Lakini hujanitanishi mimi kwa namna yote hii. Kwa sababu kila mwanaume mwenye akili timamu aliye na viungo kamili ana mtu wake ambaye huwa wanakutana na yeye wanafanya tendo la ndoa. Tofauti ni kwamba huwa wanafanya wamejificha chumbani, kwa sababu ndiyo mila na desturi za watu wote. Lakini nani hapa mwanaume aliye kamili? Anyoshe mkono. Mwanaume aliye kamili ambaye anachemka, sio kilema, ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa. Kila mtu anaweza. Shida ni kwamba vitu hivi vinafanywa kwa siri chumbani, na ni kwa sababu vinafanywa kwa uhalali kwa siri chumbani. Sasa mtu akibeba kitu cha chumbani kwa namna yake akakibadilisha akakifanya for public consumption kwa ajili ya kumdamage mtu, hapo ndipo haiwezi kukubalika. Na mimi nasema kweli, hata nilisikia tu watu wanasema kwamba Gwajima ameitwa polisi uripoti saa 5. Nilisikia na nyinyi, ndio Mimi najiuliza, kama mtu umepata ajali, kwa mfano umekatika mguu, umegongwa na gari kukata mguu, wewe uliyekatika mguu ndio unatakiwa uende ukaripoti polisi, badala ya wale waliokukata mguu wakaripoti polisi.
Kwa hiyo jambo hili hata halina maana yoyote. Nasema ukweli, halina maana yoyote. Kwa hiyo mimi nimechukua arabii. Kwanza nichukua hatua za awali, nikachukua arabii kuambia tume ya mawasiliano wamtafute huyo mwenye Instagram inayoitwa original, wamtafute na wampate. Na mimi hapa nitajua sasa kama ile sheria ya mtandao inafanya kazi, kwa sababu siwezi kuchafuliwa mimi sheria ya mtandao isifanye kazi, hapa akichafuliwa mwingine sheria ya mtandao ifanye kazi. Unanielewa eh? Kwa sababu kuna watu wanachafuliwa na wanapatikana wanaowachafua. Mtu anachafua, alafu baada ya muda aliyemchafua anapatikana. Itawezekanaje mimi mtu anichafue kwa maneno makubwa kama hayo alafu asipatikane? Mimi nataka niseme vizuri sana. Nataka niseme kwamba kila silaha itakayofanyika juu yangu mimi haitafanikiwa. Every weapon formed against my life shall never prosper. I will rise again strong and I will stand strong. Nitakuwa na nguvu kubwa kuliko nilizo nazo leo. Nitasema kuliko nilivyosema mwaka jana. Nitasema kuliko nilikosema wakati wa uchaguzi uliopita. Nitasema zaidi ya hapo. Na hiyo mimi niko tayari kuyasema. Na nayasema sio kwamba nimejiandaa kufa. Sifi. Hafi mtu, halogwi mtu, hatekwi mtu, sifi. Na hiyo naongea kwa ujasiri kabisa. Kwa hiyo nikaona tu badala ya kukaa kimya, kwa sababu tayari nimeshamlocate aliye nyuma ya mambo hayo, ninamwonya. Ninasema leo, naonya kama nyingine, nasema leo namuonya. Asipofanya inapotakiwa kufanya, Jumapili nitaanza kumgawia vitu vyake. Hiyo nitarudisha Jumapili zile ambazo watu walikusanyika asubuhi, wakaacha msikiti, wakaacha jamatini, wakaja kusikiliza. Nitarudisha Jumapili zile. Lakini kwa ufupi ni kwamba dunia ina watu wa ajabu wenye kupenda kuwawekea wenzao mambo ya ajabu ambayo hayapo. Niseme kwa ufupi, niwape pole dear listeners from all over the country, my brethren and my people in America, my people in Korea and elsewhere. This is again an attack on us and on our ministry. It has been attacking us again and again because of who we are and because of what we can do. I want to declare to everybody hearing me, listening to me, my pastors, my bishops, and anywhere in the world, we will win this battle again. We will come from this battle strong and strong ever, and never shall we be intimidated by whoever comes. Haijalishi saizi yako, umbo lako, kazi yako, unavyofanya, lakini Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele, hata badilika milele yote. Napenda niwashukuru sana na kuambia kwamba nitawapa update na ifanyia kazi, na nimekaribia mwishoni kabisa ya nani, kwa nini na anatuma kitokea wapi. Lakini anayetuma yuko hapa Tanzania na ni yule ambaye anatakiwa sagwe vipande na atapotea mara nyingine tena. Nataka niwashukuru sana na napenda niishie hapo. Mungu awabariki sana. Naomba kama kuna mtu ana swali, mimi wanapenda kujibu maswali. Kama kuna mwanahabari ana swali, tafadhali uliza swali lako. Kama swali lako linaeleweka niulize. Kama swali lako halieleweki, ndio. Sawa. Huyu ndugu yangu amesema hivi. Amesema, askofu, umejieleza tu lakini hujawaambia waumini wako cha kufanya. Je, wakuingize kwenye maombi au unajipigania mwenyewe? Waumini wangu, wewe nasikia mseme amen. Nafikiri umeshapata taarifa. Swali lingine. Ndio. Ulisikia kwa mfano, hebu acha nielezee kidogo. Ulisikia kwa mfano, sikiliza. Kwenye nchi kuna mambo yanaendelea ambayo yenye lengo baya na nchi. Kwa mfano, ulisikia Mheshimiwa Rais kwa mfano anashangaa siku moja, anasema anashangaa imekuwaje Mohamed Dewji ametekwa, amepotea,
alafu Mohamed Dewji tajiri bilionea haonekani, alafu amekuja kupatikana ameachwa Serena pale, si Serena, karibu na Serena hoteli, na waliomwacha wakaacha na silaha. Wanaacha silaha za nini? Kwani wamekimbizwa na mtu? Wanaacha silaha, wanaacha gari, alafu inaishia hapo kimya mpaka leo. Kuna matukio yanayofanywa na watu, hebu sema watu. Kuna matukio yanafanywa na watu au mtu anayeongoza watu kwa lengo la kudamage wa Tanzania, na hii damage ionekane kwamba ni serikali yote ya Tanzania inafanya kama mambo hayo. Sikizeni niwaambie, sio serikali ya Tanzania inafanya mambo kama haya ya kudamage watu, kutanish watu. Kuna individuals, kuna baadhi ya watu wajinga, wapuzi, wasiofaa, ambao hawana akili timamu, wanafanya mambo haya kwa ajili ya kutanish image ya nchi yetu. Mimi nilikuwa Marekani, nikaambiwa na mtu, bwana, mimi napenda nchi yetu, isipokuwa mambo ya utekaji, mambo ya hivi na hivi. Kuna bilionea mmoja alikuwa ametekwa, nachukia. Nikamwambia sio taifa, kuna watu individuals wenye nia hiyo ya kuharibu mambo haya. Na mimi nasema tena, lengo lake la kunionyesha mimi ninafanya vitendo vya mahusiano, hajakosea. Mimi na mahusiano naweza, nikiamua naweza, na nazaa, na nina watoto, na amethibitisha kwamba mimi ni mwanaume wa Kisukuma mzuri, nimekaa vizuri. Isipokuwa tu sasa angeniweka mimi mwenyewe kuliko kuunganisha, unachukua mwili wa mtu unachomeka kichwa unafanya hivi. Kulikuwa na watu ambao wako hapa wamesema, wacha tuelezee tekniki ya video iliyofanyika. Nikamwambia hakuna haja ya kuelezea. Kwenye hatua ya awali mimi nimeelezea hayo, lakini nafikiri nataka niwajulishe hayo kwamba nasonga mbele, na jioni ya leo nitakuwa kwenye ibada hapa na hubiri, nasonga mbele, ni mbele kwa mbele, na mwaka wa uchaguzi umekaribia, na wenyewe nipo ambaye nipo. Kwa nini? Na mimi nimetengenezwa mtu wa namna hiyo. Duniani kuna staili nyingi. Kuna staili moja ukiipiga inaregea namna hiyo, unanyong'onyea. Hapa hanyong'onyei mtu hapa. Hanyong'onyei mtu hapa. Hata kama ungesambaza, hata kama ungebeba watu ukawapanga pembeni, ukasema huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima. Nikiamua kujibu kipuuzi nitakwambia nimefanya kweli na wao. Sasa unasemaje? Si ukafanya na wewe mwenyewe? Swali la kipumbavu linavutia jibu la kipumbavu, na matendo ya kipumbavu yanayodizainiwa na mtu mpumbavu unamjibu kipumbavu. Usimjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, asije akafikiri wewe ni mpumbavu mwenzake. Lakini pia Biblia inasema mjibu mpumbavu pamoja na upumbavu wake, asije akajiona yeye ni mwelevu mbele ya macho ya wengine. Mimi nataka niishie hapo. Niwashukuru sana watu wanaopenda haki, wanaochukia uonevu, wanaochukia watu wanaopotea hovyo na mambo mengine, na waliokuja kwa ajili ya kutusapoti na kupeleka ujumbe huu katika dunia yote. Nasema niishie hapo. Mungu awabariki. Asanteni sana. Kama hii longolongo haiwezi kukoma, basi Jumapili yangu hii itakuwa patachimbika hapo. Anaomba niishie hapo. Swali lingine, mimi nauliza swali, hata mwenye swali la kijinga uliza. Ndio. Mimi nimesema hivi, kila anayefanya jambo analengwa na otakwa chief. Unapofanya kitu unategemea by product iwe nini. By product ya hili jambo ni kwamba Gwajima siongee sasa. Tumuondolee locus legitimacy ya kuzungumza. Ndio maana nikasema mtu anayefanya hivyo anajua uchaguzi kwa mwaka kesho, ataniondolea legitimacy ya kuzungumza. Huwezi kuniondolea. Hata katikati ya giza utasikia sauti yangu. Utasikia mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila kilima kitashushwa, na palipopotoka patasawazisha, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Swali lako. Kwanza nimeripoti kwa mamlaka halali. Nimeripoti TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Nimetoa taarifa rasmi kwamba wamtafute huyu mtu.
najua hiyo originality Instagram hiyo ni ya mtu namjua. Kwa hiyo ni mtu anatumiwa kuweka pale vitu na mtu, na wakala wa yule mtu wa originality si mko hapa, mnajua? Si mnajua? You know it, unajua, kwa sababu hapa kuna anayeona Gwajima kaonewa hapa, na kuna anayesema kakomeshwa. Sijakoma, kwa taarifa yako, sijakoma. Hulka yangu ya kutetea kweli iko pale pale. Wengine wote watanyamaza dunia hii au Tanzania hii, mimi hapa unifungi mdomo. Hapa utafunga mdomo, kwa sababu kwa kusudi hilo naishi. Nikinyamaza utakuwa ndio mwisho wangu. Napenda niwashukuru. Labda swali la mwisho kwa dada pale. Hapa. Ndio. Uliza swali, Kahama, uliza swali. Uliza swali. Ndio. 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 Huyu dada ana akili sana. She is very intelligent. Mpigie makofi kwanza huyu dada. Huyu dada anasema hivi, huoni kwamba kwa walivyo kuchafua, badala tu ya waumini wako kukubeba, huoni kuna umuhimu wa maaskofu wa madhehebu mengine ama kwa namna moja au nyingine na wao kukubeba au kusimama pamoja nao? Is that what you mean? Mimi wala siwaombi. Maaskofu wenzangu, hebu simameni jana. Hawa sio wa ufufuo. Unafikiri wa ufufuo? Hebu wewe kitambulisha askofu wa kanisa gani? Au Amen. Mimi naitwa Nabii Mkuu Honest Malia, kiongozi wa huduma ya Ebenezer Miracle Center. Askofu wewe huduma gani? Anafikiri wote ni wa ufufuo hawa. Naitwa Bishop Peter Rashid Abubakari, kanisa la City of God Church International Tanzania. Hebu askofu. Askofu John Paul wa kanisa la Patmos Tanzania. Askofu Temba. Mimi naitwa Mwinjilisti wa Kimataifa Alphonse Temba. Na ni mara ya kwanza kuja kwa Gwajima. Mara ya kwanza kuja kwake. Baada ya kusikia anasimama. Na mimi mwenyewe nimeona. Sasa hivi utaalamu Tanzania tuna utaalamu mdogo sana. Unaweza kuwa na utaalamu mkubwa sana. Na nimeongea naye ofisini kabla tujajana naye hapa. Akaniambia sio. Ninakubaliana na mtumishi wa Mungu anachosema, amepigwa vita na hii kwenye Biblia ipo, na makuhani wenyewe wanaopiga vita watubu, kwa sababu mtumishi wa Mungu ameshasema sio na Mungu atamtetea. Asante. Kuna askofu hapa. Askofu. Hawa sio wafufuo na uzima. Wewe umewahi kuja ni wafufuo na uzima? Sio wafufuo na uzima. Hata simfahamu. Jina langu naitwa Mtume Daniel Komba, Pentecoste Kizokuu. Tuko hapa kwa jina la Baba yetu. Ni chombo chenzetu ambao tumepigwa vita, na naomba niseme na hili moja fupi sana kwamba ni askari pekee wanaoachana wakati wa vita, hasa askari wa jeshi la Bwana, yani wa Injili. Lakini askari wa mataifa mengine au askari wa majeshi mengine, askari mwenzao akiumizwa, wale maaskari wengine wanasaidia kumbeba na kumhifadhi. Lakini jeshi letu hili ndilo jeshi pekee ambalo askari wake wanaachana. Lakini sisi tunashikana na askari mwenzetu ya kwamba vita vyake ni vita vyetu, mapambano yake mapambano yetu, tutashinda pamoja. Amen. Askofu, hao wote sio wa kanisa letu. Haleluya. Wananiita mzee wa neno, Pastor Caesar wa Spirit Led Ministry Ukonga. Niko na kamanda. Tunasonga, tunavipiga na tutavishinda. Una Askofu Simbeye. Naitwa David Simbeye, Ruhama Healing Ministry. Tuko pamoja na kamanda mpiganaji mwenzetu. Nafikiri nimekujibu maswali yako. Kwa hiyo hili nalo litapita. Ila huku zitaingia kokoto, kule utatoka unga. Mungu awabariki sana. Asante sana.
Basi naomba tutengeneze njia ili msafara nani? Napenda aongee watu shabiki. Basi kwa heshima mama wameomba uwasalimie. Karibu mama. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Nina maneno machache tu ambayo ninaweza kuyaongea. Kama alivyozungumza Askofu Mkuu Daktari Josephat Gwajima kwamba waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Mimi ni jasiri kama simba. Na kile ninachotaka kukisema kwamba ukweli ninaufahamu. Mume wangu ninamfahamu na ninamwamini. Na ukweli huo hakuna mtu anayeweza kuubadilisha. Niko pamoja na yeye, nitasimama pamoja na yeye, na Mungu akiwa upande wetu hakuna atakayeweza kuwa juu yetu. Mungu awabariki. Basi naombeni njia ili pite. Taratibu kuna vyombo vya waandishi habari hapa wanataka kuchukua. Asanteni. Siamini kama sauti zinaingia. Kwa ule umbali tunasimamisha hapa. Yaani ule mtu amesimama hapa kabisa. Waache kwa mtu anasimama kule, watu wanakaa mbele alafu wajui kumuendesha gari. Maana hizi ngoma nani? Shika. Yaani mwongea point sana.